Tukio lilivyo, nilipata simu kwa wananchi wangu kama kuna kijana mmoja amembaka mtoto kupitia mdomo, yaani amemuingizia uume wake mdomoni. Katika mahojiano yeye alisema ameagizwa kwa njia ya dawa, yaani dawa uchawi. Yani sisi serikali hatuamini uchawi, lakini ndivyo alivyosema yeye, kwamba aliagizwa na mama mmoja anaitwa Joali. Kwanza alianza kulala naye yeye, baadaye akampaka dawa. Watoto nyewe, baada ya kumpaka dawa akasema katafute mtoto wa kiume umuingizie uume wako mdomoni, alafu mimi kule mambo yangu yaendelee. Mimi nasema hii tabia jamani sio nzuri, na kama kuna kijana yoyote anafanya tabia hiyo, mimi naomba aache mara moja, kwani ni tabia mbaya, ni kubaka, na kubaka kifungo chake ni miaka 30. Taarifa tulipata, tulikuwa ndani tunakula, akaja mjomba wake. Alipokuja mjomba wake akamwambia, dada, nanili Samiri kuna mtu kamfanyia nanili kitendo kibaya. Kitendo gani? Ndo akazungumza akasema kuna mkaka alikuja hapa, alikuwa anacheza watoto, kaja akampa hela aenda akamnunulie juisi. Alipompa hela ile aende akamnunulie juisi, akawa anamfuata yule kaka kwa nyuma. Mtoto yuko mbele, yule mkaka yupo kwa nyuma. Sasa watoto wenzio walipokuwa wanacheza akasema, mbona anamfuata kwa nyuma? Twendeni tumfuate. Mjomba wake akatoka kwenda kumfuata kule. Kupika kule hawakumuona yule mtoto. Kumbe yule kaka alikuwa akamfungia ndani. Wenyewe kurudi kidogo ndo anamuona yule mtoto anakuja. Wanamwambia vipi? Akatapika. Ndo akamuuliza mbona unatapika? Ndo akaelezea kile. Akasema hivi alinifungia, tumeenda naye paka kule, kaniingiza mule ndani ya studio. Kanitolea ule ududu wake, kanilambisha. Kwa yule mtoto akatapika. Hasa yule mtoto akawa anaogopa kuja kusema, akawa amekaa hapa. Wenzao wanamwambia hivi nenda kaseme, hataki. Nenda kaseme, anaogopa labda mama yake atampiga. Kwa ikabidi yule mjomba wake kaja kutuambia, alivyotuambia ndo tukamwambia kwamba inabidi twende na nili kwa huyo mhusika mwenyewe atupeleke. Tunatoka tunamkuta mtoto kakaa hapa. Tunamuuliza nini? Wewe usiogope, wewe tuambie, hatukupigi, tuambie. Ndo akatuambia, tukamuuliza hivi huyo kijana unamjua? Ndio. Hiyo sehemu unaijua? Akasema ndio napajua. Tukawauliza hao wenzie waliokuwa wanacheza naye, je, huyo mkaka mnamjua? Wakasema sisi hatumjui, lakini lile shati alilokuwa amevaa tunalijua. Ndio tukawa tumetoka tumeenda. Kufika kule tukamuuliza yule mtoto, ndo humu? Akasema yeye ndo humu. Kijana mwenyewe ndo yuko wapi? Huyu hapa. Yule kaka kana nakataa, sio mimi. Sio mimi, mbona mtoto anasema ndio wewe? Kama hivi na kuna watoto wengine wamefanya nini? Wamekuona. Itakuwa ndio wewe. Akawa anakataa. Kakaita katoto kadogo kaingia. Akakauliza hivi wewe, mimi sijatoka. Mimi si nilikuwepo hapa. Kuna mdada mwingine alikuwa jirani akamwambia mimi si niko hapa. Tukamwambia hamna, huyu mtoto sio mjinga. Mtoto hawezi akadanganya, mtoto hawezi akasema uongo. Itakuwa ni wewe. Ndo wakaja wadogo zangu wengine. Walipokuja wadogo zangu wengine ndo wakawa wanamuuliza, akawa anakataa. Wakasema haiwezekani, inabidi tukupeleke kwa mwenyekiti. Haiwezekani ufanye hicho kitendo. Akawa anakataa. So mimi ndo yule mdogo wangu mwenyewe akasema vifunga ofisi twende. Ndo wakamchukua kutoka huko ndo wakamleta huko. Kwa hiyo kwa tukio hilo yani wazazi hatujampiga hata kidogo, hatujaridhika kabisa. Yani tutakuwa tumpige walau kidogo ili turidhike. Mtoto anauma, sisi ni wazazi tunahangaika kule leba peke yetu. Nafsi zimetuuma sana. Watoto wote hapa umtaa wanazagaa mpaka mwisho kule. Hiki kitendo kitaendelea. Wangetuachia kwanza. Wakasema ule mtao wazazi ni wakali. Lakini wamebebelea tuko atatoka, watakuja tena. Sisi tunakuwa ndani tunajua watoto wako nje. Kumbe watoto wamebebwa. Na saa nyingine usimpate tena mtoto kwa sababu mtu ana kisirani tena na mtaa. Wamchukulie tu hatua za kisheria. Pia tunatakiwa tujue usalama wa mtoto wetu juu ya ile dawa aliyoilamba pale kwenye yule mnani wake. Tujue. Kwa mkoa wa Tabora tuna tukio la shambulio la aibu ambalo lilitokea tarehe 22 mwezi wa 3 majira ya saa 6 za mchana huko kwenye maeneo ya mtaa Nyerere, kata ya Ipuli, manispaa na mkoa wa Tabora. Alifanywa shambulio la aibu kwa kunyonyeshwa sehemu za siri na Ibrahimu Kitundu mwenye umri wa miaka 18, Mnyaturu na mkazi wa Ipuli. Ni kwamba siku hiyo ya tarehe 22 majira ya saa 6 mtuhumiwa alimchukua huyu mwanga na kutoka naye nyumbani kwao na kumpeleka kwenye kibanda cha kurushia nyimbo za filamu kilichopo mtaani kwao, kisha akamdanganya na kumwekea sehemu zake za siri mdomoni na kumtaka azinyonye.
Mhanga alifanya kama alivyoelekezwa na baadaye alimwacha. Hata hivyo, walimuona akiwa anamchukua mtoto huyo, walimfuatilia na kumkuta Mhanga akiwa ndani ya kibanda hicho huko akiwa anatapika. Katika mahojiano, mtumiwa amekiri kufanya kitendo hicho na anaeleza kwamba alishawishiwa na msanii mwenzake ambaye ni mwanamke kwenye kikundi cha kuigiza kinachoitwa Nyanyembe Film ili kutimiza masharti ya mganga ambaye aliwataka kupaka dawa na baadaye wakutane kimapenzi na kisha kwenda kumnyonyesha mtoto wa kiume, na waliahidiwa kwamba watapata mafanikio kwenye shughuli zao kama watafanya hivyo. Mtuhumiwa anashikiliwa kwenye kituo cha polisi na chanzo cha tukio hili ni zile imani za kishirikina ambazo wamekuwa nazo na hatua nyingine za kisheria zinaendelea kuchukuliwa. Mimi nishukuru jamii kwa kutupa ushirikiano na kuweza kumkamata mtuhumiwa huyu. Niombe jamii ya Wanatabora kuendelea kutupa ushirikiano, kwa pamoja tukemee matukio ya ukatili, tuhakikishe kwamba wale wanaothubutu kufanya wanachukuliwa hatua, na hii itakomesha matukio haya kwenye jamii, kwa maana kwanza jamii inatakiwa kuyakataa na kwa pamoja tutaweza kukomesha matukio ya ukatili.